Saidia hii leo katika kuelewa fika kuhusiana na mpito huu, vile vile tukiangazia mikakati iliyopo na hali kadhalika kuangalia iwapo tuko tayari kikamilifu kwa mpito huu wa gredi ya 10. Karibuni sana na asanteni kwa kutenga muda wenu kuzungumza nasi. Najua ni Desemba si rahisi. Naam. Naam. Labda nikianza nawe Suleiman. Naam. Tunazungumzia mpito wa gredi ya 10. Kumbuka mtihani wa kijisea wa kwanza kabisa wa kitaifa kufanyika chini ya mfumo wa elimu wa CBE. Naam. Na tumeona jinsi ambavyo pamekuwepo na mabadiliko hata katika mfumo wa kutoa alama, ile grading system, na ambayo kidogo inawakanganya wazazi hata walimu, wengine wanakanganyika. Hivyo basi tunauliza swali rahisi, labda tuanzie tu papo hapo. Wewe kama mwalimu unahisi kwamba tuko tayari kwa mpito huu? Naam, kwa hivyo Adrian, asante sana kwa kutualika kwenye studio zenu siku ya leo. Na kabla sijajibu swali hilo, ningependa kuleta salamu kutoka kwa walimu ambao umesema wako kwenye likizo. Lakini wengi wa walimu asubuhi ya leo wapo kwenye mafunzo ile ambacho tunaita retooling CBE. Na baadhi ya walimu najua kuna wale ambao tayari wamemaliza kusahisha mtihani wa KCSE, na natumai ya kwamba sote tutakuwa ange sana kwenye mjadala huu wa leo. Kwa hivyo dadangu, sisi kama walimu ambao tunafunza senior school, ni kwamba kuna wakati ambapo huu mfumo ulifika junior school. Tulikuwa katika ile hali ya kwamba tunaona ni kana kwamba huu mfumo hautatufikia sisi ambao tuko kwenye senior school. Lakini sasa tupende tusipende, mfumo sasa huu tayari umeshatufikia kwenye senior school, na ni lazima tukumbatie, kwa sababu lazima tumwangazie yule mwanafunzi ambaye ni Mkenya. Kwa hivyo swali lako ambalo umeuliza ni je, sisi tuko tayari kuwapokea hawa wanafunzi ambao wamemaliza grade ya 9? Jibu langu litakuwa ni kwamba kwa kiwango kikubwa ningependa kusema kwamba ndio tuko tayari. Na kwa kiwango kidogo niseme kuna ule wasiwasi, kwa sababu ni jambo jipya ambalo tunaenda kutagusana nalo kwa mara ya kwanza. Na kwa sababu ya hiyo, Adrian, ningependa kusema kwamba hao ni wanafunzi ambao tunawapokea katika gredi ya 10 ambao wametoka junior school, ambapo walianza gredi ya 7, 8 na hadi 9. Kwa hivyo mwanzo ningependa kuwapongeza wale walimu wa junior school, kwa sababu walianza mfumo huu na hawa wanafunzi bila miundo misingi yoyote, bila kuelekezwa ipasavyo. Kwa kimombo tunasema walikuwa wanaambiwa be creative mwalimu. Wewe fanya vile ambavyo utaona mambo yatakuwa sawa. Na hasa kile kitengo cha walimu ambao walikuwa wanafunza STEM, sciences. Kuna kikundi maalum cha walimu ambao waliajiriwa wa sciences kufunza pale JS, ya kwamba hata kama walikuwa wanapitia matatizo mengi sana, hasa inapofika ule mshahara ambao wanalipwa wa shilingi 17,000, ya kwamba hata kama wanapitia hizo changamoto wameweza kujibidiisha, na sasa wametayarisha hawa wanafunzi ambao tunaenda kuwapokea ifikapo Januari katika gredi ya 10. Ikumbukwe kwamba Adrian, mwaka 2022 tulikuwa na retooling ya kwanza Kenya nzima, yale mafunzo ya kwanza ya CBC kabla ibadilike iwe CBE. Na wale walimu wa shule za sekondari, baadhi yetu tukapelekwa na tukaanza kupatiwa yale mafunzo kujitayarisha. Adrian, kumbuka kulikuwa na ule mtazamo kutoka kwa washikadau ya kwamba wanafunzi hawa pindi watakapomaliza ile kinaitwa upper primary school wakuje kwenye sekondari. So junior secondary kitambo, kabla wabadilishe, ilikuwa inafaa kuwa domiciled in secondary schools. Kwa hivyo tulianza mchakato mzima, kwa sababu nataka nijibu ile swali, je, sisi tuko tayari? Kwa hivyo mwaka 2022 tulianza yale mafunzo ya CBC. Nakumbuka serikali ikatoa hela na kila sekondari pakajengwa darasa moja, kwa sababu tulikuwa tunajitayarisha kuwapokea waje katika gredi ya 7. Lakini inapokuwa tukaona vyama vyetu NAT na KUPPET wakaanza vuta ni kuvute, nipe nikupe, tukasikia tena watasalia pale pale kwenye shule za msingi. Kwa hivyo mafunzo haya tulianza kuyapata mwaka 2022, kwanza kufunzwa jinsi ambavyo tunapaswa kuwaelekeza wanafunzi ambao wanafaa kujiunga na sisi. Tume ya kuajiri walimu, Teacher Service Commission, ikaamua kwamba kupeleka walimu kuwapeleka kwenye sehemu fulani wafanya mafunzo haitoshi.
Vyuo vikuu, baadhi ya vyuo vikuu vikapatiwa idhini ya kutufanyia hayo mafunzo. Nakumbuka kulikuwa na Mount Kenya University, kulikuwa na Kenyatta na KEMU. Na ilikuwa inaitwa Teacher Professional Development, TPD. Na basi walimu wa shule za upili wakaambiwa wa-enroll pale waanze mafunzo. Shida sasa ikawa Tom, hii TPD tulikuwa tumechangamuka. Sasa Teacher Service Commission ikaleta siasa ikasema mwalimu ajilipie shilingi 6,000. Sasa unajua sisi na walimu na mishahara yetu midogo, hapo kukakuwa na tatizo kidogo. Lakini inaitwa Teacher Development. Kabisa, Teacher Professional Development. Sasa hapo pakawa na hali ya sintofahamu. Baadhi ya walimu hata mimi mwenyewe tukaona Teacher Service Commission ambao ni tume yetu ingechukua jukumu la kuhakikisha kwamba tumelipiwa ili tupate yale mafunzo. Kumaanisha kwamba walimu wachache sana walipata kuenroll kwenye hizi universities wakafanya TPD. Lakini wengi wao bado ni wale ambao tuko katika senior school. Kwa hivyo nazidi kujibu ile swali ya kwamba je, tuko tayari? Kwa hivyo kuna wale ambao walifanywa retooling ya kwanza 2022 wakati ambapo tulikuwa tunadhania kwamba junior school itakuwa domiciled in secondary school. Baada ya hapo tukakuja kwa TPD, Teacher Professional Development Program. Nayo ilikuwa inafunzo, ilikuwa ni kozi ambayo ilikuwa inaenda mwezi mmoja na ukimaliza unapatiwa cheti. Lakini baada ya hapo nadhani ilienda tu mara moja, lakini ikaisha namna hiyo. Mwezi wa 4 na pia mwezi wa 8 tumekuwa na retooling ambazo zimekuwa zikiendelea. Na retooling ni kumaanisha nini? Ya kwamba walimu wa sekondari, wa senior school, mwalimu mkuu anapatiana orodha kwa maafisa, alafu wanakubaliana shule moja ama mahala ambapo wataenda kuelekezwa. Na pale basi mafunzo yanapeana. Tunapozungumza sasa hivi asubuhi, nimetoka sub county ya Gatanga kule Murang'a, shule ambayo inaitwa Gatanga CCM, na bado retooling inaendelea. Kwa hivyo haya yote kusema kwamba kuna kiasi fulani au kwa kiasi fulani kama walimu mko tayari, lakini kwa kiasi kingine pia kuna wasiwasi kidogo. Kwa hivyo tunaweza tukachukua 50-50 au 70-30. Kwa sasa acha tuchukue 60-40. 60-40. Sitaki kuwaonea sana. Wacha nisikie kutoka kwake Mwalimu Nyambeka. Tuko tayari? Ninashukuru sana. Ninashukuru dada Anrain. Nashukuru ndugu yangu kwa mchanga ambao ameweza utononosha kwa ajili ya kuweza kushabikia au kukinza mfumo ambao sasa hivi umetufikia, mfumo wa CBE, na competence based education. Ningependa kusema kwamba tunapozungumzia ikiwa mtaala huu umeweza kutimiziwa matakwa yake, kuna mambo kadha wa kadha ambao tunastahili kuangalia. Na jambo la kwanza nitazungumzia swala la mtaala wenyewe. Tunapaswa kujiuliza, je, wanafunzi, walimu, wazazi wanauelewa mfumo huu? Ama tuseme mtaala huu, nitasema kwa asilimia kubwa la. Hii ni kwa sababu tunapoangazia mfumo huu ulipoanzishwa mnamo mwaka wa 2017, tulikuwa na lawama nyingi sana kutoka kwa wazazi, hasa walipokuwa wameingiziwa kipengele cha kushirikishwa kufuatilia maendeleo ya wanafunzi wao kule shuleni. Wazazi wengi waliteta wakasema kwamba hawana nyenzo za kidijitali za kutumia, kwa sababu mfumo huu dhima kuu unaangazia kwamba mwanafunzi aweze kunasibishwa katika misingi ya kidijitali. Hayo ndiyo maarifa ambayo ni mojawapo ambayo Wizara ya Elimu pamoja na serikali ya Kenya na kulingana na mahitaji ya mfumo huu walikuwa wakiangazia. Kwa hivyo nitasema kwamba kwa asilimia kubwa wazazi walipoteta, vile vipengele vilianza kuchopolewa kwenye ule ujumbe ambao ulikuwa umechopeka kwenye vitabu ambavyo tulikuwa tumeandika. Na wazazi wakaanza kurahisishiwa kwamba sasa wasitumie nyenzo hizo kule nyumbani, wala wasiwe na jukumu au dhima kubwa ambayo ingalichukua muda wao kuwafundisha wala wanafunzi kule nyumbani. Pili, niseme kwamba hata washikadau, hata wasimamizi wa elimu hawajaelewa mfumo huu wa CBE. Kwa sababu mwalimu anapozungumzia kuhusu retooling, retooling ni matini ambayo yameundwa na mtu mmoja akaketi chini akaunda akawatumia. Na mara nyingi kwenye retooling ukienda ukatazama jinsi ambavyo walimu wanahamazishwa,
moja kwa moja ukimnyang'anya yule muwasilishaji yale matini anakwama, atakauka mbele ya walimu na hakuna kitu ambacho atawafundisha wale walimu. Kwa hivyo niseme kwamba ni utaratibu na ni swala ambalo litachukua muda, na imani kwamba tutakapoendelea kuwafundisha na kuhamasisha walimu pamoja na wazazi pamoja na wanafunzi, labda siku moja tutakuja kufikia kiwango ambacho kinastahili. Lakini niseme hivi, mtaala huu wa CBE unastahili kunasibishwa katika vyuo vya ufundishaji wa walimu. Walimu waanze kufundishwa, kwa sababu unajaribu kuangalia walimu wanafundishwa kwa juma moja wakati wa likizo, kisha serikali inasema kwamba tushawaandaa walimu wamefahamu, sasa wanaenda kuwafundisha wanafunzi. Hebu tuangalie mwalimu ambaye anaajiriwa kuwafundisha wanafunzi kule shuleni alipitia muda wa kiwango gani alipokuwa katika chuo kikuu? Zaidi ya miaka mitatu minne. Sasa tutawezaje kuunganisha juma moja kila likizo likafikia yale maarifa ambao mwalimu alifundishwa kwa muda wa miaka minne? Hapo kuna changamoto. Jambo la pili, nitazungumzia swala ambalo mwenzangu amezungumzia. Mimi nitasema kwamba kwa kweli sioni uzito shule ya sekondari andamizi, the senior school, hata ikiwa katika upande ama wacha nianzie junior secondary school, ndipo tulikuwa na changamoto ambapo watu walikuwa wakisema kwamba ni vizuri junior sekondari ya awali iweze kurushwa katika shule za upili. Nitasema kwamba ukiangalia 844 ni darasa moja ambalo limepita katika shule za msingi, kwa sababu tunapozungumzia sasa hivi katika mfumo wa CBE tunafika katika grade ya 9. Inamaanisha kwamba ni kiwango kimoja ambacho kimepita standard 8 ambayo ilikuwa 844. Mimi ningalipata nafasi ya kuwashauri wale ambao wanasimamia mifumo hii, ningewashauri kwamba hii grade 9 ndiyo ilikuwa inapaswa kupelekwa katika shule za upili ili kuchukua nafasi ambayo ingaliachwa na wale wanafunzi wa form 4. Lakini tufika katika kiwango cha grade ya 8. Lakini hayo yashapita kwa sababu waliohusishwa pia walikuwa na fikira zao walizoziwekeza katika mipangilio hiyo. Nitasema kwamba nafasi ya wanafunzi hawa itaamuliwa kutokana na matokeo ambayo tumeona sasa hivi. Tumeona wizara pamoja na baraza la mtihani juzi walipotoa matokeo ya mtihani wa grade ya 9, walisema wanafunzi zaidi ya 60 walifanya vizuri. Inamaanisha kwamba hatuna deni wala mapungufu makubwa ukilinganisha ni walimu gani ambao walikuwa wakiwafundisha wanafunzi hawa. Na ningalipata nafasi zaidi, ningalisisitiza kwamba hivi ni vita ambavyo watu wameanza kuanzisha sasa hivi kati ya walimu wa shule za msingi na walimu wa shule za upili, ambavyo vikipewa nafasi siku moja vitakuja kutibuka na kuwaumiza wale wanafunzi ambao tunawafundisha shuleni. Tusisahau kuelewa kwamba mafahali wawili wakipigana nyasi ndizo zinaumia. Tujaribu kuangalia ni mapengo yepi makubwa ambayo tunastahili kuangalia. Mwalimu ambaye amefanyiwa mahamazisho ama ameelekezwa akaenda akaongeza kitembo chake cha maarifa ya kufundisha, awe katika shule za msingi ama shule za upili, wote wanaweza wakafundisha wanafunzi hawa. Sababu hakuna mwalimu miongoni mwetu ambaye anaenda kufundisha udereva akarudi darasani akaanza kufundisha makanika. Tunarudi kufundisha wanafunzi ambao ni dhima moja. Kwa hiyo nitasema kwa asilimia kubwa, dada Andrein, changamoto zimekuwa hapo. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya niseme tathmini sasa hivi wanavyoita. Ninaomba nielezwe usawa utakuwa wapi. Kuna mwanafunzi ambaye sasa hivi mkiangalia matokeo walikuwa wanagawa katika vitengo vitatu kulingana na mikondo, the pathways. Na ndilo hata swali ambalo nataka nilielekeze kwako, lakini kabla ya hapo umesema kwamba tuko tayari kwa kiasi kikubwa, lakini ningetaka kusikia kwa asilimia gani. Mwalimu hapa anasema tuko tayari kwa asilimia 70, asilimia nyingine 30 kuna dukuduku. Kwako? Mimi ni 60. Kuna changamoto asilimia 60. Kuna changamoto asilimia 60. Sasa tuzamie hilo ambalo ulikuwa unalizua sasa hivi la utoaji wa alama. Hii grading system ambayo ni geni sana na ambayo imezua tumbo joto miongoni mwa wazazi. Na wengi wanauliza how effective is this grading system, na je, tuna uhakika kwamba mbinu au mchakato huu wa uteuzi wa shule utakaotumika utakuwa ukiwaweka watoto wetu katika shule ambazo wanastahili? Asante.
nilikuwa nimeanza kutaja kwanza, kabla ya uteuzi tuangalie jinsi ambavyo wanafunzi walivyotuzwa alama kulingana na mikondo. Kuna STEM, kuna Arts and Sports na kuna Social Sciences. Sasa swala ambalo nazidi kujiuliza, na labda wale washikadau pamoja na baraza la mtihani watakuja kutujibu siku moja. Mwanafunzi amepata tuseme STEM asilimia 19. Arts and Sports amepata asilimia 16. Social Sciences amepata asilimia 15. Kwa hivyo katika mchakato huu utaona kwamba huyu mwanafunzi amefanya vizuri kwa kupata asilimia 19 kwenye STEM. Na bila shaka ataelekezwa kwenye kitengo ama kwenye mkondo wa STEM. Kuna mwanafunzi ambaye amepata asilimia 60 kwenye STEM, akapata asilimia 62 kwenye Arts and Sports, na akapata asilimia tuseme kama 60 kwenye Social Sciences. Inamaanisha kwamba huyu mwanafunzi atawekwa kwenye kitengo ama kwenye mkondo wa Arts and Sports. Na ukilinganisha STEM amepata 63 na yule wa kwanza ambaye nimetaja STEM amepata nini? 19. Je, kuna usawa? Huyu mwanafunzi ambaye amepata STEM asilimia 63 na mwingine amepata 19, kutegemea na kiwango chake cha matokeo, amewekwa katika mkondo wa STEM na yule ambaye amepata juu amewekwa katika kitengo kingine. Hapo ndipo ninasema kwamba hakutakuwa na usawa, sababu kwa kweli ukitazama huyu mwanafunzi ambaye ana asilimia 63 anauelewa zaidi kwenye STEM kuliko huyu mwanafunzi amepata 19. Lakini inategemea viwango vya usawazishaji wa alama. Nije katika uteuzi wa shule. Swala ambalo ama shughuli ambayo itaisha nadhani kufikia Ijumaa, wazazi na wanafunzi watakuwa wameanza kupata shule ambazo wameteuliwa. Hatujakuwa na lalama kuanzia jana wala juzi. Hata kwenye mfumo wa 8-4-4 wanafunzi walipokuwa wakimaliza darasa la 8 kuelekea kidato cha kwanza, tulikuwa na tatizo kubwa sana ambapo wanafunzi wangalijipata wameteuliwa katika shule ambazo hawakuzichagua kwenye orodha ya shule. Kwa hivyo nitasema kwamba kwa sasa sitaki nizungumze kuhusu ikiwa mchakato mzima utakuwa sawa hadi pale watakapofanya ndipo tuweze kuelewa. Kwa hivyo kwa sasa mimi nitasema kwamba wakisawazisha kwa kuegemea uwezo wa mwanafunzi, basi watakuwa wameumiza wale wanafunzi kulingana na hivyo viwango ambavyo nimetaja. Lakini jana katibu katika Wizara ya Elimu alitaja kwamba kutakuwepo na nafasi iwapo labda haujaridhika kubadilisha chaguo la shule ambayo utakuwa umeitwa, lakini hilo pia linategemea mambo mengi tu, kwa sababu nakumbuka kuna ile pre-selection, lakini wakati huu serikali inapanga kuwapatia nafasi sawa wanafunzi wote. Kwa hivyo wao wa pre-selection kulingana na katibu ni kwamba watakuwa wakipata nafasi ila katika mchakato wa pili wa uteuzi wa shule. Hilo labda tutasubiri hadi wakati ambapo uteuzi au matokeo ya uteuzi huo yatakuwa yanafanyika. Lakini tuzidi tu kuangazia utayari uliopo. Sasa tumezungumzia jinsi ambavyo walimu wako tayari kuwapokea wanafunzi hawa. Lakini wanafunzi wenyewe, manake unatagusana nao kila siku, wako tayari, wanaelewa? Sasa hapo tutazamia kwenye ile asilimia 40 ambayo ilisalia. Ile ambayo ilikuwa imesalia ya utata. Na unajua sasa Tom, asilimia 60 kulingana na mwalimu Nyambeka. 60 yangu 40. Lakini unajua sasa Tom, huwa namheshimu sana sababu ni mwandishi mzuri, kazi yake huwa tunaienzi sana na najua jicho lake ni pevu sana kwenye sekta hii. Bila shaka. Wanafunzi wengi sana wako katika hali ya sintofahamu. Na hiyo asilimia 40 ambayo nimesema pia sisi kama walimu bado ipo. Kwa sababu kile ambacho ndugu yangu amesema na ningependa kusema ni kweli, ni kwamba kupatia walimu juma moja peke yake kufunzwa mtaala mpya wa CBE ni muda ambao hautoshi. Na ndio maana nimeona amependekeza kwamba mtaala huu unafaa uzamishwe kwenye vyuo vikuu ili wale ambao wanasoma kozi hii ya walimu iwe ni kozi ambao wanaisoma kutoka kule kwa muda ambao unatosha. Maswali ni mengi ambayo yanaibuka baina yetu kama walimu na pia wanafunzi. Na swali kubwa ambalo ningependa labda kusema hapa ni kwamba kuna kile ambacho tunaita kwa kimombo cultural shock
natumai ni jambo la kwanza ambalo wanafunzi hawa watakuja kutagusana nalo. Kwa sababu gani? Ukiangalia wanafunzi wengi ambao wamekuwa kwenye hizi shule za junior school, Tom, Naam. utapata kwamba walikuwa wanafanya kile ambacho tunaita dry practicals. Ya kwamba ukiangalia miundo misingi ambayo ilikuwa kwenye junior schools, hakukuwa na mahabara, hakukuwa na mambo ambayo yanaitajika kuwawezesha kufanya ile STEM ama zile sciences kwa njia ambayo inastahili. Mimi nafunza shule ya wasichana ya Kaharo Girls, na mara nyingi nilikuwa naona wanafunzi wa grade 9 wa Kaharo Primary wakija kwenye mahabara yetu ya Kaharo Girls kuja kuomba ili watagusane na masuala kama hayo moja kwa moja. Kwa hivyo hao wanafunzi ambao tunawatarajia waje kwenye grade ya 10 mwaka ujao, ukweli usemwe, tukizamia 40% ambayo ilikuwa imesalia, ni kwamba ni wanafunzi ambao kwa kimombo tunasema wako half baked, na huo ndio ukweli wa maneno. Kwa sababu hata yale mazingira ambamo hao wanafunzi wamekuwa wakisomea, kumekuwa na hali ya utata baina ya wale viongozi wa shule hizi ambao walimu wa JSS wanawaita HOIs, Heads of Institutions, na junior school teachers. Na tumeambiwa kwamba fahari wawili wakipigana pale, basi nyasi zinafanya nini? Zinaumia. Kisaikolojia, hawa walimu ambao wamekuwa wakifunza hawa watoto kwenye shule hizi za junior school, wengi wamekuwa wakifunza masomo ambayo hawakusomea kwenye vyuo vikuu. Unapata mwalimu alisomea kwa mfano languages, lakini kwa sababu ya kabla ya wale walimu wa sciences kuajiriwa, walimu hawa wakapatiwa masomo ya sciences kufunza. Kwa hivyo tunatarajia kupata wanafunzi ambao hata kama walimu wetu wa JS wamejaribu wawezavyo, kwa kiasi kikubwa ni wanafunzi ambao wako half baked. Kwa hivyo tuna jukumu kubwa sisi kama walimu wa senior kujaribu kurekebisha, kujaribu kuwarejesha kwa ile njia ambayo inastahili. Jambo la pili ni kwamba sisi kama walimu pia kuna ile hali ya sintofahamu katika hizi pathways tatu ambazo ndugu yangu ametaja hapa. Kwa sababu utagundua kwamba especially ukiangazia STEM, kuna zile subjects ambazo utashindwa kwamba sasa hizi zitafunzwa shule kama zipi. Kwa mfano mambo kama aviation, mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna baadhi ya shule kama sasa sisi kwetu bado tuko katika ile hali ya kwamba tutafunza which subjects are we going to offer, right? Kwa hivyo bado tuko katika hiyo hali ya sintofahamu ya kwamba basi wanafunzi ndio watakuja, lakini sasa sisi kama shule, kwa mfano ukiangalia zile compulsory subjects, tuko na Kiingereza, tuko na Kiswahili na sign language, alafu tuko na mathematics, lakini unajua ilikuwa imeondolewa, lakini Wakenya wakakataa. Wakasema hapana, hisabati lazima iwe pale, na kuna hii community service learning. Unapoongelea community service learning, bado walimu, it's a compulsory subject, kwa hivyo lazima ifunzwe. Kwa hivyo bado walimu wanajiuliza sasa hii tutafunza namna gani? Na jinsi ambavyo retooling ndugu yangu amesema, hiyo community service learning itafunzwa labda kwa dakika 10 ama 15. Lakini wewe kama mwalimu, hiyo ni subject ambayo unafaa kufunza as a core subject. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya maswala ambayo yanatupatia utata kama walimu, hata kama tunaendelea kujipanga kuwapokea watoto wa grade ya 10 ifikapo Januari. Mwalimu Nyambeka, mtaala huu wa CBE ulipoletwa na kuondolewa kwa mtaala wa 844 awali, lengo lake kuu lilikuwa ni kukuza ubunifu miongoni mwa wanafunzi na hata kuondoa ile dhana ya ushindani. Kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa mwaka huu tumeona matokeo ya mtihani wa kitaifa ukifanyika au ukitangazwa katika chumba tu ambapo hamna mbwembwe sana. Lakini sijui kama ni obsession ambayo bado ipo, kwa sababu ukiangalia wakuu wa shule wanajitokeza kwamba shule yangu imefanya bora, ningetaka, wazazi pia wanapiga simu, ningetaka mtoto wangu achukuliwe katika shule fulani. Yaani ile ambayo kwa Kiingereza tunasema ni canvassing. Tayari ushaanza kupiga simu hata kabla ya uteuzi kufanyika. Unadhani kwamba ndoto hii ambayo serikali ilikuwa nayo ya mtaala wa CBE ni ndoto ambayo tutaweza kuiafikia, na iwapo tutaiafikia ni hivi karibuni? Natumai nilivyosema, ndiposa mimi nikasema kwamba kwa 60% bado tungali katika manganzimbo ama ndoto. Sababu tunajaribu kuibua mambo ambapo serikali inafikiria kuwa ukitangaza matokeo kwenye chumba kidogo ndivyo unaondoa dhana
ya kule kushangilia kwa wanafunzi na wazazi. Swala kuu ni the competence. Competence ni uwezo wa mwanafunzi kujisimamia, kuwezeshwa na kutekeleza mambo fulani. Mimi ninajaribu kuangazia, nilivyotaja wakati fulani kwenye kipindi hapa kwenye TV47 nikiuliza hata miradi ambayo inafanywa kule shuleni. Siku moja nimeuliza mradi wa kwanza ambao ulifanywa ni wanafunzi wa gredi ya 3 kupelekwa sokoni wakavalishwa magunia kisha wakaanza kufagia soko. Kwa hivyo nikajaribu kujiuliza which kind of competence ama ni dhana ipi ambayo tunajaribu kupandikiza kwenye fikira za wale wanafunzi. Mpaka leo ninajiuliza hivyo kwa sababu tukiangalia matokeo ya gredi ya 9 ambayo yametolewa juzi, sasa hao wanafunzi walifanya masomo ambayo yanafanana kote nchini. Hao wanafunzi walijipata vipi kwenye yale masomo? Sababu ikiwa ni competence, uwezi kuniambia kwamba wanafunzi wanafanya kama ni somo la Kiswahili, wanafanya tathmini ambazo zinafanana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kisha ukaanza kusema kwamba huyu mwanafunzi hajiwezi na huyu anajiweza katika kipengele fulani. Naam. Ninajaribu kusema kwamba labda niruke niseme kwamba kwa mtazamo wangu alivyosema ndugu, hao wanafunzi tumewachanganya wale wanafunzi, kwa sababu mwanafunzi amekuwa akisoma masomo ambayo hayana mwingiliano na masomo kama vile French. Wanafunzi wangalikuwa na hii misingi katika shule zetu zote, wakifika katika shule za upili tungalisema kwamba kuna hiyo competence ya French. Kuna masomo kama vile aviation. Sidhani kama kuna somo lolote katika sekondari ya awali ama grade za chini ambazo zinamnasibisha mwanafunzi katika nafasi ya aviation. Kwa hivyo kwa mtazamo wangu nitasema kwamba tuna kibarua hasa kujaribu kusawazisha haya masomo na kuwanasibisha wanafunzi kulingana na zile taaluma ama maarifa ambayo tunataka kuwekeza kwa wanafunzi wetu. Bado sijaona kama kuna hiyo competence. Sijaona kama kuna yale maarifa ambayo yanawezesha wale wanafunzi kuendelea, kwa sababu kama ni aviation basi tungeona wanafunzi katika shule fulani katika taifa letu la Kenya washaanza kuunda hata vinyago vya kuonyesha kwamba hii ni ndege. Tungalianza kuona kama kuna maabara yamejengwa katika shule zetu za umma ya kuweka vifaa vya kisanaa kama drama ambayo itakuwa maigizo ambayo yatakuwa kwenye social sciences na aviation. Sijaona katika pita zangu shule hata moja ikiwa na maabara na imeanza kuwekeza ama serikali imeanza kutuma hizo nyenzo tuzione ambazo zitawezesha watu kusoma nini? Aviation. Sijaona electricity katika shule zetu, vifaa ambavyo wale wanafunzi wakiingia. In fact, tuna majuma mawili wale wanafunzi kuingia katika shule za upili na hivi vifaa havipo. Ndiposa nilisema kwamba hili ni swala pana na changamoto ni nyingi mno. Kwa hivyo nitasema kwamba the competence ambayo tunazungumzia sisi kama walimu, wazazi na wanafunzi wetu bado hatujaifikia. Nilivyosema kwamba kujaribu kutangaza mitihani kwenye ombwe si swala kuu kwenye mtazamo wangu, lakini tunastahili tuelewe kwamba katika mfumo wowote kuna ushindani. Sioni haja mbona wizara inajaribu kutuambia kwamba sasa wamefikia viwango vya competence kwa kutangaza mtihani kwenye ombwe na bado wao wenyewe baraza la mtihani limeweza kuratibu shule kulingana na viwango fulani. Kuna C1, kuna C2 na kuendelea. Na bado wameweza kuorodhesha wanafunzi kulingana na jinsi ambavyo wamefanya. Mbona hatujaona wanafunzi wakipata alama zote sawa kwenye STEM pathway na tuone wanafunzi wakipata arts and sports viwango vimoja, ikiwa ni kusawazisha wanafunzi katika taifa. Nadhani kwamba kuna mchanganyiko mkubwa sana ambao labda tukipata muda tukiendelea tutakuja kuzungumzia na labda tutatoa maoni tukipata nafasi. Nyenzo kama hizi ama niseme kipindi kama hiki ambacho kinajaribu kuangazia masuala kama haya, wazazi wanaposikiliza tunajaribu kuangalia changamoto, lakini tunaangalia pia zile jitihada ambazo zimefanywa na serikali. Naam. Asante sana Mwalimu Tom Nyambeka. Mtazamaji, nikukumbushe kwamba unazidi kufuatilia mjadala huu hii leo ambapo tunauliza swali, je, tuko tayari kwa mpito wa gredi ya 10? Na unaweza kuchangia kwenye kipindi kupitia
Nambari yetu ya simu ambayo sasa tumeiweka wazi ndio hiyo hapo kwenye kiwambo chako. Tupigie simu iwapo wewe ni mzazi, iwapo wewe ni mwanafunzi pia, na vile vile mshikadau yeyote tu katika sekta hii ya elimu. Mchango wako bila shaka ni wa maana sana tunapojadili fursa zilizopo na vile vile utayari wa serikali na wadau wengine wa elimu katika mpito huu wa gredi ya 10. Kwa sasa tuelekee Kiambu tupate kusikia wazazi wana maoni gani kuhusiana na mada yetu ya leo. Jane Karogi, Director Gasio Junior Academy. Especially the books. From the editors, they are saying they have not received the list of the books that they are supposed to publish. So that to us, the government is not yet prepared. Secondly, even where the students are going, we know those secondaries, we are supposed to have the workshops. We are supposed to have the fields where the pupils will be playing, especially even those who take the sports. To me, the government is not yet prepared. Being given the time that is being given, that is on 12, that is when they are supposed to report. That time is very short for the government to prepare itself for those pupils to report in those schools. For a book to be published, even one book, it will take some time. And we are talking of millions of students who are going to report in those schools. So there is a problem. So I don't know how the government will assure the parents, the students, on how they are going to publish the books within that very short time. The time is very short. The group that you report those schools first, they will have a problem. Unless I don't know what miracle can be done for those students to get those schools prepared. There is a problem. Kwa majina yangu ni Stefano Waithera Ndongo, ni mimi ni muuzaji wa vitabu. Kwa dakika hii hatujajua vitabu za grade 10 ni gani. Juu sasa tunagojea serikali vitabu zenye itatoa tujue ni gani wanataka, na mashule bado hatujajua vizuri watoto wanaenda mashule gani, ili tuende tuombe kazi huko ya kuuza vitabu. Toka CBC ingie wametoa vitabu karibu mara 10. Sasa sisi wauzaji kwetu ni hasara. Majina yangu naitwa Joyce Watere. Hatuko very well prepared by the government. Hatuko well prepared. So tuko na fear ya haujui mtoto wako kutoka hapa anaelekea wapi. Haujui mtoto wako akitoka hapa anaenda shule gani. Watoto wetu wamechagua pathways. Kila mtoto ako na pathway yake. Lakini hajui kutoka mahali ako saa hizi hawajapewa selection ya shule. Hatujapewa selection ya shule, na Januari by the 12 tunafaa watoto wakue shule. So my fear is sijui kwenye mtoto wangu anaelekea kutoka hapa. Hakuna kitu tumeambiwa iko prepared. Hakuna kitu iko ready saa hizi. Tuko na time kidogo pia ya kutayarisha watoto wetu. Itupe time ya kujitayarisha kama wazazi. Itupatie time ya kujitayarisha kama wazazi. Second, ikifanya selection, iconsider watoto. Ibalance watoto wetu, na mtoto aitwe shule kulingana na pathway yake. Na mtazamaji, ni maoni tu kutoka kwa wazazi wanaoishi katika kaunti ya Kiambu kuhusiana na mchakato huu mzima wa mpito wa gredi ya 10 ambao utakuwa ukifanyika Januari mwakani. Hapa studioni ninaye mwalimu Tom Nyambeka ambaye pia ni mwandishi, vile vile yupo mwalimu Suleiman Salim ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Tunazidi tu kudadavua na kuchanganua utayari wa serikali wakati ambapo tunatarajia wanafunzi waliofanya mtihani wa kwanza wa kitaifa chini ya mfumo wa CBE kuingia katika gredi ya 10 mwakani. Na sasa labda tu kutokana na yale ambayo tumeyasikia kutoka kwa wazazi, na hususan kuhusiana na vitabu. Manake nakumbuka baraza la mitihani nchini awali lilidokeza kwamba hata vitabu vya gredi ya 10 havijachapishwa. Lakini ajabu ni kwamba katika maduka ya kuuzia vitabu kuna baadhi ya wazazi ambao wanapenda kujipanga mapema. Walikuwa tayari wanavipokea, wanavipata vitabu hivyo.
hilo nitakuwa nalirusha kwako mwalimu, mwandishi pia, lakini kwa sasa tupate simu moja. TV47, hello. Hello TV47. Yes. Hello? Hello? Yeah. Edwin, habari za sasa? Nzuri. Natupigia simu kutoka wapi na mchango wako ni upi kwenye kipindi? Napiga simu kutoka Gomre Ugunja. Kevo, naomba sauti kidogo hapa studio nisimsikii. Nilikuwa na swali. Aha, una swali? Nakusikia kwa umbali lakini. Swali langu ni je, mimi sijapata matokeo mtoto wangu. Nafanya procedure ni ipi? Hujapata matokeo? Sijaona matokeo. Alifanya mtihani wa grade ya 9? Yeah. Kutoka shule gani? Ulumbi. Naam? Ulumbi Comprehensive. Ulumbi Comprehensive. Ulumbi. Yeah. Kaunti gani? Siaya. Na unasema hujapata matokeo ya mtoto wako ambaye aliufanya mtihani wa grade ya 9 hadi sasa? Ndio. Manake matokeo yalitangazwa juma lililopita. Yalitangazwa, lakini sasa unajua wanaume tuko na tunabambanya huku na huku. Sasa kaa chini hiyo kujua matokeo, procedure ndio hivi. Sijapata. Haya, nadhani hilo tutakuwa tunaliangazia, lakini alafu kwa mada nauliza. Naam. Hao watoto ni lazima tupaka kwa shule zile ambazo walichaguliwa waende, ama kuna vile ambavyo unaweza tafuta ingine mahali? Unauliza iwapo kuna nafasi ya kufanya mabadiliko baada ya uteuzi? Ndio. Haya, kulingana na katibu wa elimu ipo nafasi, lakini wataalamu hapa studioni watatusaidia kuelewa zaidi. Kwa hivyo zidi kufuatilia kipindi, na asante sana kwa kutupigia simu. Asante. Shukran sana. Huyo amekuwa ni mtazamaji wetu mmoja kutoka kaunti ya Siaya, lakini haya nayo tutasema ni ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Iwapo anazungumza kweli, ni kwamba hadi sasa hajapokea matokeo ya mwanawe ambaye alikuwa katika shule ya Ulumbi Comprehensive School kaunti ya Siaya. Inakuwa vipi? Natumai ni swala ambalo pia nimekumbana nalo. Kuna mzazi ambaye tulikuwa naye juzi, alikuwa akitumia nambari fulani za kutuma arafa za kawaida. Hakuwa amejua kwamba kuna link ambayo wizara pamoja na baraza la mtihani lilikuwa limetoa. Natumai labda mzazi huyo bado anaendelea kutuma arafa, labda kutumia mfumo ambao umepitwa. Baadaye akipata ile linki ambayo ilitolewa, nadhani matokeo yanakuja kwa haraka. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba makosa ni upande wa mzazi, si kwamba si kwamba kwake ile rasmi. Unajua kuna matatizo na changamoto za labda hata niseme mtandao katika baadhi ya maeneo nchini. Wakati mwingine mtandao unasumbua, na labda unapata kwamba yale mawimbi hayawafikii. Kuna baadhi ya wazazi ambao walikuwa wakituma kutoka mashambani, tunawatumia alafu tunawatumia matokeo. Naam. Kwa hivyo natumai kwamba ni swala la mbinu ambao anatumia kutuma hiyo assessment namba ya mtoto wake, ama tuseme kwamba ni matatizo ya network katika eneo haliko, nadhani. Haya, natumai anazidi kufuatilia, atakuwa anarekebisha hilo, labda angalie ni mfumo upi ambao anatumia kutuma ule ujumbe, na labda akiangalia kwenye Google anaweza akapata ile link ya kupata matokeo ya kijinsia. Manake tukisema ni shida ya network, ametupigia simu na tumewasiliana vizuri. Kwa hivyo huenda ikawa kuna changamoto mahali. Haya, tuzamie hayo ya uchapishaji wa vitabu vya grade ya 10. Manake ni dhahiri shairi kwamba sasa wazazi wameanza tayari kuhadaiwa. Na hapo ndipo usawa wa elimu unakuwa ni tatizo katika shule za umma na shule za kibinafsi. Sababu ninalolijua sasa hivi, jana nilikuwa kwenye maduka ya vitabu kule mjini, Savanis, TBC. Nilipata wazazi zaidi ya 10 kutoka shule za kibinafsi wakiwa na orodha za vitabu, na walikuwa wakinunua vitabu hivyo. Baadhi ya vitabu vimefika madukani. Tunalolizungumzia, na labda wananchi wanastahili kuelewa, ni kwamba kuna procurement ambayo mara nyingi huwa inafanywa na serikali. Na hiyo procurement
inaamua kwamba vitabu fulani serikali itanunua kutoka kwenye mashirika ya uchapishaji kisha iweze kusambaza kwa shule za umma. Natumai hapa ndipo wananchi wengi hawajafahamu. Kwa hivyo wanaolalamika zaidi ni wale wazazi pamoja na wanafunzi ambao wanasoma katika shule za umma. Lakini bado kuna kipenga ambacho kimepulizwa na Baraza la Mtihani kwamba vitabu bado, na ni kweli kwamba tumeona kwamba tangu mwaka wa 2022 mashirika ya uchapishaji pamoja na waandishi wamekuwa wakilalamika kwamba serikali haijapata kulipa malimbikizi ya madeni ya takriban shilingi bilioni 10. Especially tukiangalia hiyo procurement ambayo inafanywa na serikali. Na serikali ishatoa idhibati kwamba kabla shule zifunguliwe kupitia Wizara ya Elimu watakuwa wamelipa mashirika ya uchapishaji ndipo vitabu hivi viweze kufika shuleni. Lakini swali ambalo mzazi mmoja nimeona akiuliza pale, shughuli ya kuchapisha vitabu si shughuli ambayo mtu anaweza kuenda kwenye matiba ama kwenye shirika la uchapishaji ama kwenye mitambo ya uchapishaji ukasimama pale vitabu zaidi ya milioni vikachapishika wakati ule mkabeba mkapeleka shuleni. Naam, mwalimu naomba shikilia wazo hilo papo hapo tupate simu nyingine. TV47, hello. Yako? Hello. Hello, habari yako? Salama sana. Unaitwa nani? Unatupigia simu Steve. kutoka wapi? Aha, Steve. Naitwa Steve kutoka Machakos. Aha, karibu sana kwenye kipindi. Tunaangazia iwapo tuko tayari kwa mpito wa grade ya 10. Unadhani kwamba tuko tayari? Tayari, hiyo itategemea. Ndio ukifuatilia katika hii mjadala hii mnaongea. Naam. Naona kuna mwalimu hapo Suleiman, mwingine ni Tom. Naam. Tom ni mwandishi. Ukifuatilia vizuri vile hii mfumo ulianza. Ulianza kwa minajili ya kukuza ile uwezo wa mtoto. Bila shaka. Kupitia masomo. Ndio ilikuwa inageuza ile hali ya mtihani. Mtoto anasoma lakini baadaye hana kitu ya kumsaidia. Kwa hivyo iliangazia sana ile uwezo wa mtoto ambao ako nayo, na ndio nayo masomo ya mkuze na impeleke kwa njia yake. Ndio mwishowe akuwe mtu ambaye anaweza jitegemea na anaweza jimundu. Naam. Kwa hivyo tukaanza na competency based. Hapo baadaye unaona imekuja ikageuka ikakuwa mfumo ni CBE. Bado hatujajua CBE na CBC tofauti yake ni gani. Hapo tukiendelea unapata kuwa vitabu ambavyo vilikuwa vimetolewa vya mwanzo imebadilika mara kama 6 ama 7 hivi. Kwa hivyo unapata mwalimu akifunza na hiki kitabu kidogo, unapata kuna kitabu kingine imeletwa. Akifunza na hii kidogo, imapata nyingine ameletwa. Zingine zikashikanishwa, masomo kashikanishwa kama hii masomo la arts and sports. Mwanzo kulikuwa na music peke yake, kukakuwa na PE peke yake, lakini saa hii imeshikanishwa. Agriculture na home science imeshikanishwa. Kwa hivyo unapata kama ni competency, huyu mtoto kama alikuwa mzuri kwa michezo, sasa atakuwa mzuri kwa music. Haya, nayo wamefanya, hao watoto ambao wamefanya mtihani saa hii. Nayo shule ambazo ziko kiwango ya juu, hao walimu nao pia wako na ile uwezo ya kuangoja, wao pia wamekuwa trained. Okay. Haya, hao watoto wakienda pale kuna ile uwezekano ya watawaadhiri kinjia zile ambazo walikuwa wamechagua, ama mtawajua aje. Na kuna hao walimu ambao wako kwa hiyo shule ambao wangefunza masomo fulani. Kwanza kwa mfano, acha nikupe mfano mmoja. Ukiangalia katika shule nyingi hakuna walimu wa music na hakuna walimu wa sports. Vile utapata kuna walimu shule zingine hazina vifaa. Sijui kama tunasikizana. Ninakupata. Kwa hivyo kama hizo shule hazina walimu, huu mtoto naye aletwa katika hii shule kulingana na ile amechaguliwa hapo. Bado atasaidika aje? Kwa hivyo unapata kuna ile kuchanganyikana ama kuchanganyisha watu. Kwa hivyo unapata mwishowe hatutapata ile shabaha ambayo ilikuwa imewekwa pale mwanzoni katika mfumo, ati tukuze mtoto kulingana na uwezo wake. Sasa hii imekuwa
ni kama hata mimi nikiangalia nikichunguza naona hii ni kama watu wajinufaishe. Ndio hizi vitabu zimebadilika, masomo yamebadilika. Ukiendelea unaona kitu kingine imebadilishwa, imeletwa. Kwa hivyo ni kuuza vitabu. Haya, kwa hivyo kwa kifupi unasema kwamba hatuko tayari. Tutakuwa na watoto mwishowe. Hata ukiangalia vyuo vikuu hatujazieka vikue katika hali ya vinangojea hii mfumo. Hakuna hiyo kitu imefanyika. Kwa hivyo hata katika sekondari za juu utapata kuna walimu wengi hawajakuwa trained. Kwa hivyo hawana uwezo wa kungojea watoto. Kwa hivyo hii mfumo bado mimi ningeulizwa ningesema isimamishwe saa hii. Alafu kuangaliwe ni vipi ingefanyika. Ile ya kwanza ambayo ilikuwa imeletwe iendelezwe, ama sio hivyo wangefanya hivi, wange reform 844. 844 ilikuwa na skills ile ya mwanzo na iendelee na kukuwe na workshops, kukuwe na facilities. Lakini ukiangalia hata shule mingi hazina vifaa, hizo maabara nini hazikuwa. Lakini Steve, hapo sasa ndo wanasema makosa tayari imefanyika, kwa sababu meli ishang'oa nanga, kurudi nyuma itakuwa ni changamoto kidogo. Lakini nimepata unachozungumzia, unasema na matokeo. Hapa tunaharibia watoto wengi na tunaharibu vitu mingi. Masomo haichezwi nayo, ni kama mgonjwa. Huwezi operate mgonjwa na unajua unamoperate vibaya. Ni kweli. Mwishowe atakufa. Kwa hivyo kama unajua atakufa, simama uangalie ni daktari yupi angemtibu, ama ni nini ungetumia uokoe huyu. Uokoe maisha yake. Tukiendelea imebakia level ngapi? Senior itakuwa miaka 3, tertiary itakuwa miaka 2. Hiyo tutangojea tu. Hata hatujui ni nini itakuwa. Lakini hapa katika hali ya vyombo tunaendelea, tuko hivi. Huyu mwandishi anaitwa Tom, sijui amefanya utafiti wake aje. Atatuambia, atatueleza, yuko studioni. Hizo vitu zikiangaziwa, nataka watu waongee. Wale watu wanatangamana na hii kitu waongee. Ndio huyu mtoto ambaye tulikuwa mtoto hata ukiwachukua at random, jeni hapa. Wewe ni nini yako nzuri unafanya? Na umuulize amesoma aje, ni vipi ameelekezwa. Ndio sasa tuone kutoka kwa feedback kutoka kwa watoto. Hii mtihani ambayo wamefanya haikuwa enough. Ati ungesema hii mtoto amefanya hii, mtoto amefanya hii. Na ndio maana mimi naona inaongezwa, irudishwe ile hali ya ushindani. Watu watangaze shule zao, yangu iko mzuri. Hiyo mambo ndio inaletwe. Hiyo mambo hata ukiangalia unaona mitihani imeanza kurudi na ilikuwa assessment. Yes. Asante sana Steve. Sawa, asante. Shukran kwa kutupigia simu, mchango wako ni wa maana sana. Na wasalimie sana watu wa Machakos. Nitawasalimia wako, hata mnaweza tembea. Tutatembea hivi karibuni. Mfike huko. Asante. Mwalimu Nyambeka, kuna maswali hapo. Huyu mwandishi, umefanya utafiti wako kwa njia gani? Naam. Nilikuwa labda kabla ya Tom kuzungumza. Wajua kuna sababu ambapo nilianza kwa kusema kwamba niko na 60% ya imani na hii 40 kidogo ya sintofahamu. Kwa sababu kama sura ya kuwakilisha walimu wa asubuhi ya leo, nikionyesha kwamba mimi kama mwalimu ninaona ya kwamba meli tayari imezama. Hata yule mzazi yako pale nyumbani atashangaa kama mwalimu anaona hili jambo haliwezekani. Itakuwaje? Kuna jambo ambalo ndugu yangu amezungumza kutoka Machakos kuhusu swala la walimu na miundo misingi. Ningependa tu nizungumzie kidogo kuhusu walimu. Ya kwamba kama kuna changamoto kubwa sana ambayo tutaenda kukumbana nayo wanafunzi hao watakapokuwa wanajiunga na sisi kwenye grade ya 10 ni ule uwepo wa walimu. Ikumbuke kwamba shule nyingi walipata kuachisha kazi wale walimu wengi sana ambao wamekuwa kiajiriwa na bodi, wale walimu tunaita BOM teachers. Kwa sababu ya masuala mbalimbali kama vile lack of capitation kutoka kwa serikali. Na sasa imefika mahali ambapo utapata kwamba sitaki kutoa mfano wa shule yetu sababu najua mwalimu mkuu anatizama, lakini kuna shule fulani tu ambapo nakumbuka walikuwa wanasema sasa shule yetu tayari, sababu nakumbuka the deans of studies walikuwa wanaenda wanachagua yale masomo ambayo they can offer. Na kwa sababu wajua shule pia zinataka numbers. Shule pia zinataka wanafunzi wawe wengi. Kwa hivyo hakuna vile ambavyo Adrian utaenda uchague masomo ambayo ni machache sana. Hata kama you are not offering it at that point, kwanza wewe unahakikisha kwamba kama ni mambo na arts, umesema hapa sisi tutaoffer theater, tutaoffer music and dance.
lakini vizuri kabisa unajua kwamba kwenye hii shule hakuna walimu ambao watafanya hivyo. Kwa hivyo kuna swala la kwamba hata kama hawa wanafunzi watajiunga na sisi kwenye grade ya 10, kutakuwa na tatizo kubwa sana la kupata wale walimu ambao watapatia na haya mafunzo. Na kuna baadhi wakati tulikuwa kwenye retooling, nakumbuka kuna mwalimu ambaye tayari yeye ashaambiwa. Akaambiwa wewe kwa sababu wewe unaelekeza watoto kwa music pale na drama wanaimba, sasa hilo utachukua kama somo. Haya, shikilia papo hapo. TV47, hello. Hello. Habari za sasa, unaitwa nani, unatupigia simu kutoka wapi? Kwa majina ni Selina, natoka Trans Nzoia. Selina, asante sana kwa kufuatilia kipindi. Wewe ni mwanafunzi? Mimi ni mwanafunzi ambaye nimefanya mtihani wa KPSEA. Na nilikuwa nauliza kama naweza nikama shule ama bado tu nitarudi shule yenye nilifanyia mtihani. Ulifanya KPSEA grade ya 6? Ndivyo. Shule gani? Kipsaina Primary School. Sasa swali lako ni iwapo ukielekea grade ya 7 utahama shule au utasalia papo hapo? Ndivyo. Haya, asante sana kwa kufuatilia kipindi. Tunao wataalamu wa masuala ya elimu hapa, wafuatilie, utawasikia wakiongea wakikujibu. Sawa. Asante sana. Haya, tunazidi kupata simu. Huyo ni mwanafunzi wa grade ya 6. Unaona mkanganyiko unaojitokeza. Hata hajui Januari mwakani atakuwa akienda wapi. Anajua ni grade ya 7 lakini hajui atakuwa Naam. Nilisema kwamba mahamasisho hayajafanywa. Washikadau wengi, wazazi, wanafunzi hawajaelewa mfumo huu. Lakini mwanafunzi huyu anastahili kuelewa kufikia wakati huu bado grade ya 6 ataendelea katika shule alipo ndipo aingie katika junior school. Naam. Lakini ana uhuru wa kuomba uhamisho kuelekea shule nyingine, lakini katika kitengo kile kile tu. Selina, umesikia? Amepata jibu. Labda dada Andrin, niongeze kitu fulani ambacho natumai mwalimu ametaja kuhusu walimu kabla hatujazungumzia swala la vitabu. Yes. Ambalo limeibuliwa na yule mzazi kutoka Machakos. Jana katika pita zetu, labda tukiweka haya mawasilisho kwamba tutakuwa studioni tukizungumzia masuala haya, mwalimu mmoja aliniandikia ujumbe akisema kwamba yeye alifanya diploma na alikuwa na C plane. Mpaka wakati huu tume ya kutoa huduma kwa walimu haiwezi ikamtambua. Na ninatumai ni swala ambalo sasa hivi tunastahili kuanza kulizungumzia kwa sababu kuna mparaganyo mkubwa sana kati ya TSC na vyuo vikuu humu nchini. Utapata kwamba kuna kozi ambazo TSC yenyewe imeidhinisha vyuo vikuu kuwaruhusu walimu wasomee. Kwa mfano, huyu mwalimu ambaye amefanya diploma na C plane. Na ukiangalia mwanafunzi anapopata C plane katika kidato cha 4 anaruhusiwa kuanzia labda certificate akapanda hadi akafikia kiwango cha juu. Nasema swala hili kwa sababu sasa hivi tunapozungumzia uhaba wa walimu ambao watawafundisha wanafunzi hawa, tunastahili kujiuliza ni walimu wangapi ambao walikuwa na C plane wakafanya diploma ya ualimu na wakafanya combination ya masomo fulani ambayo wanastahili kuruhusiwa kufunza, kwa sababu mtu huwezi kuenda kwenye chuo kikuu ukapewa kozi ambayo haijaidhinishwa ama itambuliwe na TSC. Naam, mwalimu, acha tusikie simu nyingine. TV47, hello. Hello. Yes, habari za sasa, unaitwa nani, unatupigia simu kutoka wapi? Kisha kutoka Ruai. Kutoka Ruai. Kisha wewe ni mwanafunzi, ni mzazi, ni mwalimu? Mwanafunzi. Mwanafunzi wa kiwango kipi na labda mchango wako ni upi kwenye kipindi? Nimemaliza grade ya 9. Nilikuwa nasema kwamba naona kama tunafaa kurudi shule katikati ya Januari ili government ijue vile ya kufanya nasi. Kwa hivyo unahisi kwamba kuna vitu ambavyo kidogo serikali inastahili kufanya kabla ya kurejea shuleni? Naam. Ni maoni yako. Kwa nini? Ni nini ambacho unahisi wewe kama mwanafunzi bado hauko tayari kidogo? Mimi nahisi kama niko tayari, lakini kuna shule zingine zenye hazina vifaa za kama arts and sports za watu wenye walikuwa wanataka kwenda shule hizo. Okay. Naam.
Asante sana kwa kutupigia simu, zidi kufuatilia kipindi Naam. Asante. Huyo ni mwanafunzi ambaye amefanya mtihani wake wa grade ya 9 na anasema kwamba kama mwanafunzi yeye yuko tayari, lakini kuna baadhi ya shule ambazo wanaelekezwa au ambazo watakuwa wakijua kuanzia kesho hazina vifaa hadi kufikia sasa. Hilo ni swala la miundombinu. Naam. Ndilo jambo ambalo nilikuwa naunganisha nikisema kwamba kwa hakika shida ambazo tunapitia vile vile tume ya kutoa huduma kwa walimu ndiyo inaleta tatizo hili. Nikirejelea yule mwalimu ambaye nilikuwa nikitaja kwamba ameenda katika chuo kikuu, ameambiwa kwamba kozi hii ama combination fulani imehalalishwa na tume ya kutoa huduma kwa walimu, akaifanya akamaliza miaka 3, akalipa karo, kisha baadaye akirudi ananyimwa ile TSC namba. Vile vile kuna walimu ambao nadhani hivi karibuni watakuja kuanza kupiga kelele. Walimu ambao wamefanya degree in primary option. Unapata kwamba mwalimu alivyosema primary option, ukiangalia hii comprehensive school kuanzia grade ya 1 hadi 9, mwalimu ambaye anastahili kufundisha hapo ni yule ambaye amefanya primary option kwa sababu ya yale masomo ambayo anafundishwa. Degrees in primary option ndipo utapata kuna creative arts, music, hizi ambazo sasa hivi mzazi alikuwa anasema kuna tatizo. Na walimu hawa wanapohitimu, tume ya kutoa huduma kwa walimu inawapuzilia mbali. Ukiangalia kwenye mchakato mzima wa masomo ambao walimu wanastahili kusomea katika tume ya TSC ama tume ya kutoa huduma kwa walimu, unapata kwamba wanahalalisha kwamba mwalimu anaweza akasomea kozi hizi. Walimu hawa wanaendelea kulimbikizwa na kujaa nyanjani, na bado tunazungumzia kwamba kuna uhaba wa walimu. Kwa hivyo nastahili kupendekeza kwamba Wizara ya Elimu, Baraza la Mtihani pamoja na tume ya kutoa huduma kwa walimu wanastahili waweke vichwa vyao pamoja, waweze kuangazia kwa hakika ni watu gani ambao wanastahili kufundisha. Ni masomo yepi ambayo yanafundishwa katika mfumo wa CBE? Ni nani ambaye amesomea masomo hayo? Ndipo haweze kuyafundisha, kwa sababu mwalimu amefanya English literature na mpatia aviation, atafundisha wanafunzi nini? Mwalimu amesomea Kiswahili CRE, ndiye anafundisha wanafunzi home science kule shuleni. Basi namaanisha kwamba hatutafikia kiwango hicho. Ilikuwa nyongeza, labda nirudi kwenye vitabu ulivyokuwa umeniuliza. Ninasema kwamba ikiwa kuna kitengo ambacho kinaumia zaidi sasa hivi tunapozungumzia mfumo wa CBE ni mashirika ya uchapishaji. Ninasema hivi kwa sababu tumeona lalama kuanzia mwaka wa 2022, bado serikali na wapongeza kwa kusema kwamba watalipa mashirika ya uchapishaji, ndipo wazazi waweze kupata vitabu shuleni, wanafunzi wasome. Sasa hivi tunapozungumzia swala hili, watoto wanatusikiliza. Umemsikiliza mtoto wa grade ya 6 na grade ya 9 wakitusikiliza. Na wanafunzi hawa wanajua kwamba shule zikifunguliwa labda tutakuwa na mchecheto wa vitabu kule shuleni. Na ni swala ambalo limefika kwa umma kufikia wakati huo. Ili mashirika ya uchapishaji yaweze kufikisha vitabu hivi shuleni, lazima walipe waandishi wao. Lazima mashirika ya uchapishaji yaweze kuwa na wauzaji ama wasambazaji wa vitabu hivi kuvifikisha katika shule ambazo zinastahili kuvipokea. Tunastahili kuelewa kwamba serikali inanunua vitabu hivi kwa mashirika ya uchapishaji kwa kiwango cha fedha ambacho kimepunguzwa sana, kwa sababu serikali inanunua vitabu kwa wingi kutoka kwenye shirika fulani. Hilo siwezi nikapinga, ni jitihada ambazo zinafanywa na serikali. Lakini tunajaribu kujiuliza, sasa hivi tuna majuma mawili ambayo yamesalia shule kufunguliwa. Na bado labda ikiwa vitabu vimechapishwa ni baadhi ya masomo, si masomo yote. Muda huo hautatosha, na wanafunzi tayari washajua kwamba tukifungua hatutakuwa na vitabu vya kutosha katika shule zetu. Tayari tushawaathiri wale wanafunzi kisaikolojia. Kimawazo wameanza kuona kwamba huu mfumo sisi tunatumiwa kama vikaragosi, tunatumiwa kama nyenzo tu ama vyombo vya kufanya majaribio ikiwa mfumo huu unaweza kuendeshwa. Kwa hiyo nitasema kwamba taifa lolote ambalo linacheza na muhimili mkuu kama huu elimu, alivyosema yule mzazi, ni kwamba tutakuja kufika siku moja tukakosa kujikwamua. Nitasema kwamba na nitatoa ushauri kwa Wizara ya Elimu kwamba ikiwa kuna nyenzo kuu ambazo wanastahili kusisitiza kwa wakati huu na wahakikisha kwamba wamefikia ni vitabu.
Mwanafunzi hawezi kusoma bila vitabu, mwalimu hawezi kufundisha bila vitabu. Na ikiwa tunazungumzia malimbikizi ambayo wanaanza kusema kwamba watalipa juma lijalo, tukifika juma lijalo bado tupate kwamba hawajatimiza mambo haya, basi tutakuwa tunachezea muhimili ambao ni mkuu. Na baadaye mti huu ukianguka, basi kila mmoja atakuwa mashakani. Bila shaka. Naam. Mwalimu Salim, Kwa hivyo labda niongeze tu kwa kile ambacho Tom anasema hapa. Unajua Tom anazungumza kutoka kwa sehemu ya mwandishi lakini sasa mimi niko hapa kukupatia taswira halisi kutoka kwa ground vile mambo yalivyo. Tom, mtashtuka kwamba kwenye retooling zetu kile ambacho kinaendelea ni kwamba ni yale tu mafunzo tunapewa, lakini kutagusana na vile vitabu ambavyo tutatumia ifikapo mwaka ujao bado hakuna vitabu kwenye hizi shule zetu za upili. Kwa hivyo ni swali pia tumekuwa tukijiuliza kama walimu, kwa sababu kile ambacho tumepatiwa ni kile kinaitwa curriculum design peke yake. Lakini vile vitabu ambavyo tunafaa kutagusana navyo kabla ya kuwakaribisha wale watoto wa grade ya 10 bado hatujaviona. Ila unasikia kwamba kuna shule za kitaifa na za binafsi, za kibinafsi ambazo tayari wana hivi vitabu. Sasa unashangaa kwa sababu kama kuna jambo kuu linaendelea kwenye haya mafunzo ya retooling, kuna kitu ambacho naita core competencies and values. Na kama kuna maadili ambayo tumeambiwa lazima tufunze watoto kabisa, ni maadili ya uadilifu, integrity. Sasa unashangaa na vile ambavyo umesema. Itakuwaje au wakuu wa KICD wanasema kwamba vitabu bado vinazidi kuchapishwa na vitaletwa kwenye shule zenu. Lakini unasikia kwamba kuna baadhi ya shule ambazo tayari wana hivi vitabu na wao wanaendelea kutagusana navyo. Kwa hivyo ni ombi letu tu asubuhi ya leo kwamba wacha uadilifu uwe, ili kwamba kuna ule usawazishaji. Iwe ni shule za kibinafsi, iwe ni zile shule za umma, kama mambo yafanywe kwa usawa na pia kwa uwazi. Naam. Asante. Asante sana. Kwa sababu naona muda kidogo unatukimbiza, labda tuangazie manake ni Januari 12, sio? Lakini kuna mwanafunzi mmoja hapa wa grade ya 9 ambaye anasema angependekeza kwa serikali labda ichukue muda kidogo kabla ya kuwakaribisha wanafunzi hawa ili kufanya marekebisho ya hapa na pale. Iwapo Mwalimu Salim ungekuwa na uwezo na ungepatiwa muda, ni kipi ambacho kingekuwa cha dharura na ambacho kinaweza kusaidia katika mpito huu ifikiapo Januari ambacho ungebadilisha ili kuweza kupunguza changamoto ambazo tunatarajia tunaweza tukashuhudia? Manake umetaja hadi sasa walimu hawajaviona vitabu ambavyo wanastahili kuvitumia kuwafunza watoto hawa ambao watakuwa wakiingia katika grade ya 10, na ni jambo ambalo ni hatari sana. Iwapo mwalimu mwenyewe hajaviona vitabu, ina maana kwamba hajaanza hata yeye mwenyewe kujitayarisha. Kwa hivyo iwapo ungepewa nafasi, ni kipi ambacho ungebadilisha kwa muda huu ambao tunao sasa hivi na ambacho kingesaidia katika kusukuma gurudumu hili la grade ya 10, kwa sababu tayari hatuwezi kurudi nyuma, au sio? Kweli, ni kweli vile ambavyo tunasema hatuwezi kurudi nyuma. Na ndio maana kama mwalimu, hata kama tunazungumza mambo haya, kwa kiasi kikubwa tunaweka ile imani katika fikra zetu na mazungumzo yetu ya kwamba inawezekana, kwa sababu tayari mili ishang'oa nanga. Kama kuna jambo la kwanza, kama ningekuwa na uwezo wa kufanya, ni kwamba tunahitaji fedha ambazo zinastahili kufika kwenye shule, ziratibiwe na zifike mapema. Hizi hela zinapaswa kusaidia katika mambo mengi sana, na mambo mawili makuu. Jambo la kwanza, tumezungumza kuhusu walimu. Kuna mtu Tom, nilisikia akisema kwamba hata wanafunzi wakisoma chini ya mti, kama kuna walimu ambao wako pale na wanawaelekeza kwa njia ambayo inastahili, inafaa zaidi kuliko kuwa na vyumba ama majumba ambayo ni ya kitaifa bila kile ambacho tunaita human resource. Kwa hivyo kama ningekuwa na nafasi, hii tabia ya kuleta capitation kwa mashule wakati muula unaelekea kutamatishwa ni jambo ambalo linaturudisha nyuma. Kama sasa capitation ya last term hata tujavuka ya muula huu, capitation, zile hela tumeona zikienda kwa mashule baada ya shule kufungwa. Kumaanisha ya kwamba hili tatizo ambalo tayari tushaliona la ukosefu wa walimu ambao watafunza baadhi ya masomo haya ni tatizo ambalo lazima litaendelea. Na kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika junior school, tupende tusipende,
Kama serikali bado itakuwa na hold ile capitation na iende kwa mashule ili walimu wapate nafasi hata ya kuajiri walimu, ni kumaanisha kwamba mimi kama Suleiman Salim, mimi ni mwalimu wa Kiswahili, lakini nitaambiwa kama kuna wanafunzi ambao wamekuja kusoma arts and sports science na wanataka kufanya martial arts ama boxing. Sasa kama wewe ni mwalimu na umekula vizuri na uko na miraba minne, sasa wewe utaambiwa enda ufunze boxing. Kwa hivyo kama ningekuwa na nafasi Adrian kujibu swali lako moja kwa moja, ni kuhakikisha kwamba zile fedha ambazo zinastahili kupelekwa katika shule zetu wacha zifike mapema ili wakuu wa shule waweze kujipanga kwa njia ambayo inastahili. Tumemsikiliza huyo kisha kutoka Ruai. Anasema kwamba inawezekana kweli tukae kwanza nyumbani kidogo kwa sababu sisi tunavyoona miundo misingi hamna. Labda huyu mtoto anataka kwenda kufanya water sports, lakini anaona labda hizi shule ambazo atapelekwa ama shule ambazo atapelekwa haina labda swimming pool na mambo kama hayo. Kwa hivyo miundo misingi kwenye shule zetu, walimu kwenye shule zetu, kuajiriwa na mambo kuwekwa paruanja vizuri tena zaidi, itategemea zile hela ambazo zinapaswa kutoka kwa serikali zifike kwa wakati ambao unafaa, ili walimu wakuu wa shule wapate muda ambao ni rahisi kuhakikisha kwamba walimu wapo na miundo misingi ambayo inastahili itawekwa katika njia ambayo inafaa. Asante sana Mwalimu Nyambeka, kwa kumalizia hata unapotoa kauli yako ya mwisho, labda tuangazie mustakabali, manake sasa tumefika hapa. Mitihani tayari imefanywa, matokeo ndio hayo. Tunasubiri tu kuona uteuzi na jinsi ambavyo utakuwa. Kwanza kabisa, hata kabla hujatoa kauli yako ya mwisho, unadhani kwamba katika mchakato huu mzima wa mabadiliko katika mtaala kutoka 844 hadi CBC tena CBE na sasa ambapo tunaelekea katika shughuli nzima ya uteuzi, wanafunzi waliona mahitaji maalum kweli wamepewa kipaumbele? Nadhani ni changamoto nyingine, sababu niliyosema kwamba elimu huwa inaathiriwa na mambo mengi tu. Kuna masuala ya kijiografia, utamaduni, masuala kama haya, watoto ambao wana mapungufu katika himaya nzima ya elimu. Natumai sijaona vitabu ambavyo sasa hivi tunavizungumzia, sijaona kama kuna shirika lolote ambalo limechapisha kitabu cha Braille. Najua tungeanza kuona ukienda kwenye maduka ya vitabu upate kuna Braille, CRE, Braille Kiswahili, ndipo tungalianza kuona kwa hakika wale watoto wetu ambao wana mapungufu ya kuona labda wamekidhiwa kwa kuandikiwa kitabu hata kimoja. Mambo ambayo sasa hivi yanaendelea kuvuma ni kuzungumzia vitabu ambavyo vitasoma na watoto ambao hawana mapungufu. Na vile vile ukiangalia idadi ya walimu ambao wanahitimu katika, nilivyosema, TSC, tume ya kutoa huduma kwa walimu, kwa mtazamo wangu ndipo naona kuna mchecheto mkubwa sana. Haijaweza kuwaingiza wale walimu ambao wamesomea, kwa mfano kama ni special needs education, hatujawaona wakiajiriwa ili kuweza kusawazisha na kuwakidia wale watoto wetu. Walimu hawa bado wanaendelea kushajashaja tu wakitafuta ajira. Na labda nikiunganisha na kauli ambayo ulikuwa umeulizwa, ni mambo yapi ambayo yanastahili kufanywa, ni usawazishaji wa walimu. Sasa hivi Wizara ya Elimu inastahili kuangalia pamoja na tume ya kutoa huduma kwa walimu, waangalie ni masomo yapi ambayo yana mapungufu ya walimu, wajaribu kuharakisha. Sasa hivi wanapoendelea kuajiri walimu, ile idadi ambayo imetangazwa, wajaribu kuegemeza yale masomo ambayo hayana walimu, sababu wanafunzi wataingia shuleni watapata kuna baadhi ya masomo mwaka mzima wanafunzi hawasomi. Sababu najaribu kujiuliza masomo kama marine and fisheries, media technology, ambayo unapata kwa kawaida kwenye taifa la Kenya tuna mapungufu kwa asilimia kubwa katika masomo kama hayo. Kwa hivyo mwanzo mimi ningalisema kwamba tuwe na usawazishaji wa walimu kwa kuegemea ni masomo yapi ambayo yanastahili kufundishwa katika senior school, na vile vile tuweze kuangazia masuala mengi ambayo wanafalsafa pamoja na wasomi wameangazia, kwamba kabla ya kuweka jambo fulani kama ni kitabu, mwalimu, elimu huwa inaathirika na vigezo kadhaa ambavyo nimetaja. Kuna baadhi ya jamii ambapo mwalimu hatafundisha music. Kwa mfano, kuna dini. Najua katika dini ya Uislamu, ukienda darasani uanze kufundisha music bila kuegemea utamaduni wao, huenda watakataa kukusikiliza. Masomo kama vile marine and fisheries, watu watakuwa na dhana kwamba lazima tuwe na ziwa katika shule zetu, tuwe na vidimbwi vya kufuga samaki ndipo tuweze kufundisha, tusipoangalia ubunifu ambao utatoka kwenye Wizara ya Elimu
pamoja na tume ya kutoa huduma kwa walimu. Naam. Kwa hivyo usawazishaji, vitabu vifikishwe shuleni, na alivyosema ndugu yangu, hela ambazo zitaendesha mfumo huu unahitaji gharama ya hali ya juu ukilinganisha na ule mfumo wa 8. Kuna maabara, ile miundombinu na miundo misingi ambayo tumetaja. Serikali imejitahidi, hatutaki tuipige sana, pamoja na Wizara ya Elimu. Wamejaribu kwa asilimia fulani ambayo nilikuwa nimetoa, na kwa hilo tungependa kuivulia kofia kwa asilimia fulani. Wazidi kujikaza na waweze kunasibisha mambo ambayo tumetaja ili kuweza kuwafaa watoto wetu wa Kenya. Naam. Asante sana Mwalimu Tom Nyambeka, ni mwalimu vilevile ni mwandishi wa vitabu. Shukran sana Mwalimu Salim Suleiman ambaye pia ni mwalimu kwa kujumuika nasi hapa studioni hii leo, tukiangazia mpito wa gredi ya 10 na tukiuliza swali iwapo tuko tayari au iwapo bado kuna mapungufu, na iwapo mapungufu hayo yapo, basi ni suluhu gani mwafaka hata tunaposubiri wanafunzi hawa kujua ni shule zipi ambazo watakuwa wakijiunga nazo ifikiapo mwisho mwa wiki hii ambayo ni kesho Ijumaa. Sina la ziada mtazamaji, ninatoa shukrani zangu kwa wote ambao wamekuwa wakifuatilia kipindi hiki kwa kutupigia simu. Vilevile naona jumbe zenu zinazidi tu kuingia. Labda tu kwa kifupi, Jacob Mugoa kutoka Kakamega anasema mimi naona serikali bado haijui kile inafanya kuhusu mtaala wa CBC. Anasema there is still a lot of guesswork from all education sectors, just from the CS down to parents. Huyo ni Regan anauliza swali kuhusiana na jinsi ambavyo points zina kwa calculated. Kwa hivyo ni mkanganyiko tu ambao unazidi kushuhudiwa miongoni mwa wadau wa elimu. Asante sana pia kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, wakiwemo wapiga picha, waelekezi, wazalishaji, mtazamaji na pia maripota wetu kutoka maeneo tofauti humu nchini. Nimekuwa wako Andrin Kilemi. Sasa nitakomea hapo kwa sasa, lakini chini ya dakika kama 8 hivi zijazo nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Kwa heri kwa sasa.